Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Licha ya ubabe aliokuwa nao rais wa Marekani Donald Trump anavyowatisha wa Iran, lakini kiongozi huyo anawaogopa wa Iran na anaogopa kuuliwa na wa Iran. Ikumbukwe kiongozi huyo alikuwa katika orodha, kwa maana most wanted, katika watu waliotajwa na wa Iran kwamba lazima wauliwe kama sehemu ya kulipiza kisasi mauaji ya kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran nchini humo. Rais wa Marekani Donald Trump aliwekwa kwenye orodha iliyotolewa huko nchini Iran kwamba yeye Donald Trump rais wa Marekani, lakini pia waziri wake wa ulinzi Pete Hegseth, waziri mkuu Benjamin Netanyahu na baadhi ya viongozi wa Marekani na Israel walikuwa wahusika wakubwa waliofanya mpango kumuua kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, na kwa hivyo wa Iran mpango wao mkubwa ilikuwa ni kulipiza kisasi. Rais huyo kwa sasa anaishi kwa mashaka na hata katika baadhi ya safari zake amekuwa akisafiri kwa siri mno, na wakati mwingine asitumie ndege ya Air Force One kwa sababu ya hofu ya kuuliwa na wa Iran. Lakini huu ni mpango mwingine ambao jeshi la Marekani linamlinda kiongozi huyo. Ulinzi wake kwa sasa unadaiwa kwamba ni mkubwa sana. Katika kipindi cha mkutano wa NATO kilichofanyika huko nchini Uturuki, rais huyo wa Marekani alisafiri kwa siri mno kufika katika mkutano huo wa kilele mwezi uliopita mjini Ankara nchini humo kwa ndege mbadala ya kijeshi, huku ikulu ya White House ikifanya ionekane kuwa ya rais huyo wa Republican kwamba ni ile ya Air Force One, lakini kulingana na vyanzo vya habari vinaeleza kwamba ndege ile haikuwa ni ndege ya Air Force One ambayo Trump husafiri nayo mara kadhaa. Hata hivyo, kulingana na Washington Post, mnamo Jumatatu imetoa ripoti hiyo ikisema kwamba ndege aliyosafiri nayo Donald Trump ilikuwa ni ndege ya kijeshi, lakini baadaye kulikuwa na ndege ya Air Force One ambayo ilizoelewa, kwa maana hata kama Iran ingeamua kufanya shambulizi dhidi ya Trump ni shambulizi ambalo lisingempata kwa namna moja ama nyingine. Washington Post ilisema operesheni hiyo ilichochewa na tishio la mauaji ya Iran dhidi ya Trump. Mpango huo ulifanyika huku waandishi wa habari na baadhi ya wafanyakazi wa ikulu wakiongozwa kuamini kuwa walikuwa kwenye ndege moja na rais alipokuwa akianza safari yake ya kurejea Washington kutoka kwenye mkutano wa kila mwaka wa viongozi wa nchi za NATO. Gazeti la Washington Post lilitaja nyenzo zilizokaguliwa na gazeti hilo, afisa wa Marekani anayefahamu operesheni hiyo na mtu mwingine mwenye ujuzi wa safari ya rais. Hata gazeti la Associated Press AP halijathibitisha ripoti hiyo kwa uhuru zaidi. Trump alikuwa amewasili kwenye mkutano huo kwa ndege mpya ya Qatar yenye vipawa na iliyorejeshwa upya yenye rangi nyekundu, nyeupe na bluu ya bahari. Lakini kabla ya kuondoka Uturuki alisema angesafiri sehemu moja kuelekea nyumbani na ndege ya kivita Air Force One ya buluu ya kizamani badala yake. Rais huyo wakati huo alisema ndege hiyo mpya ya kifahari ilikuwa ikitolewa kabla ya kuondoka kwake kutoka Ankara ili kuwapa baadhi ya wanajeshi wa Marekani walioko mashariki mwa Uingereza nafasi ya kuangalia ndege mpya ya Air Force One. Mjini Ankara, Trump alipanda ndege kuu ya zamani ya Air Force One, kutazama kamera za televisheni mbele ya ndege hiyo kuelekea Royal Air Force Mildenhall nchini Uingereza. Walakini kulingana na ripoti ya Washington Post, baada ya kupanda ndege ya urithi ya Air Force One alisafirishwa kwa siri dakika chache baadaye hadi kwa ndege nyingine ndogo ya kijeshi ya anga inayofahamika kama C-32A, tia lori la uwanja wa ndege ambalo kawaida hutumika kupakia chakula na vifaa vingine. Trump alipanda ndege hiyo hadi Mildenhall kwa ndege hiyo ndogo. Ikulu ya White House haikujibu moja kwa moja maswali kuhusu ripoti ya Posti ya operesheni ya siri ya kumtoa Trump nje ya nchi kwa ndege ya tatu au hila iliyoripotiwa ya kina ili ionekane alikuwa kwenye ndege ya Air Force One iliyokuwa ikiruka hadi Mildenhall. Kama rais alivyosema hivi majuzi, kuna maadui wengi wa Amerika ambao wana mtazamo wao kwake na tunatumia kila chombo tulichonacho kushughulikia vitisho hivyo, mkurugenzi wa mawasiliano ikulu ya White House Stephen Cheung alisema katika taarifa. Huduma ya siri ya Marekani ilikataa kutoa maoni. Jeshi la wanahewa hudumisha kundi la ndege kuu za kusafiri lilielekeza maswali hayo kwa ikulu ya White House, ikiwa kulikuwa na namna waandishi wa habari walitaka kufahamu kweli juu ya kauli hizo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.